Unasemaje ongera kwa mchezo? Asante sana. Lakini tunaona kiwango ambacho kinaonyeshwa na KMC kwa siku ya leo kwa namna moja au nyingine inataka kusababisha kiboga kichache. Kwa upande wako unaonaje mchezo na maoni yako? Kwanza tumpongeze mwalimu sijui ni wa mpito ama ni wa muda ama ni wa kudumu wa KMC ambaye amechukua mikoba ya mwalimu Ngala. Ameibadilisha timu kwa kiasi kikubwa sana na imetoa upinzani mkubwa sana kwa Simba Sports Club, na nadhani katika mechi 4 hizi ambazo tumecheza back to back, hii ndio mechi ambayo imekwenda vizuri. Kwanza hakukuwa na rafu za kishamba, lakini vile vile hakukuwa na upotezaji wa muda wa aina yoyote yule. Wameruhusu mpira uchezwe na wameruhusu timu bora ipate ushindi. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza KMC. Wamecheza mpira usiokuwa na mashaka ndani yake na wamefungwa kwa kulingana na makosa yao na ubora wa Simba Sports Club. Tumemaliza syndicate yetu ya mechi 4 ngumu ambazo zilikuwa zimebandana kama tasbihi, na tumeweza kupambana kuchukua alama 12 katika mechi hizo. Haikuwa kazi nyepesi hata kidogo. Shukrani za kipekee zimwendee mwalimu Fadlu Davis kwa kuweza kufanya rotation kubwa ya wachezaji, kumpa nafasi mchezaji mmoja tofauti kwenye kila mechi, na hatimaye kuifanya Simba kufanikiwa kuibuka na alama 12. Nadhani katika mechi hizi 4 ni Musa Kamara pekee ndiye ambaye hajafanyiwa mabadiliko, lakini wachezaji wengine wote wamefanyiwa mabadiliko. Kumekuwa na mzunguko hapa na pale, yote ni kuweza kumatch in na ugumu wa ratiba. Tumeibuka na ushindi hii leo wa magoli 2-1. Haikuwa mechi nyepesi sana na haukuwa ushindi wa kukufanya urelaxing, lakini yote kwa yote tunawashukuru wachezaji wetu kwa kuwa na ubora usiomithilika na kuiwezesha Simba kufanikiwa kupata ushindi katika mechi hii ya leo dhidi ya KMC. Semaji, mmefanikiwa kushinda viporo vyenu 4 mfululizo. Pengine hii ni message kwamba mnalitaka taji la NBC? Absolutely. Tunalihitaji taji la ligi kuu ya NBC. Tuna muda mrefu, misimu 3 hatujachukua kombe hili. Kwa hiyo msimu huu tunaona kabisa tunastahili kuchukua kulingana na ubora wa timu tuliokuwa nayo na mwenendo wa ligi unavyoelekea. Unaona kabisa Simba ipo kwenye nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa huu. Kwa hiyo tumepata ushindi katika mechi hizi ambazo naamini watu wengi sana wamekuwa surprised. Wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao, lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea. Mechi na JKT hawakuamini kilichotokea. Mechi ya Pamba alikadhalika. Basi labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumemfanya vibaya nyumbani kwake vile vile. Kwa hiyo tumechukua alama hizi 12. Mimi naamini kuna watu hivi sasa nafsi zao zimechemka upya, nafsi zao zimepata moto upya na zimepata mhaho mpya na zimepata uoga mpya baada ya Simba kupata ushindi katika mechi zake hizi 4 za viporo. Wakati huyo anabumba swali lake, wakati anaendelea kulifikiria swali lake, Semaji, mimi nafahamu mmemaliza mchezo huu, kituo kinachofuata ni kimataifa. Semaji, bila shaka zungumza kidogo, watu watamani kusikia huko kimataifa mambo yapoje? Kimataifa ndiko ambako tunaelekea, na kesho majira ya saa 5 asubuhi Mwenyezi Mungu akitujalia kufika salama, tutazungumza nanyi waandishi wa habari kuwatangazia program nzima ya Simba, kuanzia tarehe ya kuondoka, wachezaji wanaoondoka na ratiba nzima ya Simba Sports Club
ikiwemo kauli mbiu kuelekea katika mchezo wetu, na vile vile kama haitoshi, ratiba na mpango mzima wa hamasa kwa mechi ya marudiano na viingilio. Kwa hiyo hili la kimataifa, ndugu zanguni, kesho niwaalike makao makuu ya Simba Sports majira ya saa 5 asubuhi, twende tuzungumze kuhusiana na maandalizi ya mnyama kuelekea katika mechi dhidi ya RS Berkane. Semaji, michezo hii mingi ya ligi imekuwa ni michezo ambayo tunaandaa vizuri kuelekea mchezo wa shirikisho wa finali. Kusema kweli tumepata kipimo kizuri sana. Namna ambavyo wapinzani walikuwa wanacheza kwa nguvu na kukamia, sisi kwetu ilikuwa inatupa faida kubwa sana, na hasa katika mchezo wa leo na yenyewe imetupa funzo kubwa. Kama mmeuangalia mchezo vizuri, muda mwingi wachezaji wote 11 wa KMC walikuwa wanakaa nyuma ya mpira, ama walikuwa wana defense, wanalinda. Yani hivyo ndivyo ambavyo Berkane atacheza kwenye mechi ya fainali hapa Benjamin Mkapa. Kwa leo tulikuwa tunafanya mazoezi namna gani ya kufungua loki za KMC ili Berkane atakapoamua kutaga na kukaa nyuma tujue namna gani ya kumfungua. Na bila shaka mmeona ndugu zangu, namna ya kumfungua. Ufunguo anao Joshua Mutale, kuna namna fulani anapiga 1-2, anachukua, anaweka goli. Sasa ile ndiyo tulikuwa tunafanya zetu mazoezi, namna gani ya kwenda kumkabili mpinzani wetu atakapoamua kukaa nyuma. Kusema kweli mimi ni washukuru, japo kuna ambao waliona wanatukomoa, lakini in a real sense walikuwa wanatupa mtihani ambao tukiufaulu tunakwenda kufaulu kwenye michuano ya kimataifa. Mechi na Mashujaa, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi pale tulikuwa tunaongeza fitness yetu. Mechi ya JKT Tanzania, namna ambavyo ilikuwa tough, tulikuwa tunaongeza ubora wetu. Mechi na Pamba Jiji, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi tulikuwa tunaongeza umakini. Mechi na KMC, namna ambavyo waliamua wachezaji wote 11 kukaa nyuma na kupiga counter attack, ndivyo ambavyo mpinzani wetu atakuja kucheza Benjamin Mkapa, na sisi tukafanikiwa kumfungua na kumfunga magoli mawili. Kwa hiyo tumepata mazoezi mazuri kweli kweli, ambao baada ya mazoezi hii sasa tunayo imani na matumaini makubwa sana mnyama anakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya fainali. Semaji, mchezo wa pili unapoteza clean sheet au wapi wasiwasi kuelekea mchezo unaofuata? Kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi. Huyo ndio mshindi. Mpaka sasa hatumdai Kamara chochote kile, kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu iliyopita ya kuwa na clean sheet 16. Anayeshikilia rekodi hiyo, ama aliyekuwa na rekodi ya clean sheet msimu uliopita alikuwa ni kipa wa Coastal Union Ray Matampi, alikuwa na 15. Msimu huu mpaka muda huu nazungumza nanyi, tayari Musa Kamara ana clean sheet 16. Remember, huyu ni mchezaji mpya. Kwa haya mengine yanayotokea yote ni bonus, wala hatumdai. As long as timu inapata ushindi, sisi we are very happy. Lakini ni jambo la kuongeza umakini zaidi kwenye eneo la ulinzi ili kutoruhusu kufungwa. Na unajua saa nyingine timu kubwa huwa hatupendi kufungwa. Yani tunaweza tukakufunga magoli 7, ukatufunga moja tu tukanyongonyea. It happens sometimes. Kwa hiyo timu kubwa sisi huwa hatupendi kuchafuliwa. Mmenielewa Tunasemaga usichafue gazeti. Kwa hiyo inakera, lakini hatuwezi kuanza kujiuliza kwamba sasa tumepoteza clean sheet. Hakuna cha maana chochote kwenye clean sheet hizo, kwa sababu tayari timu imeshinda. Lakini Musa Kamara ndani ya msimu wake mmoja tayari amesha prove kwamba yeye ni extraordinary player. Kwanza kuna jambo moja nitaka tuliaddress kitaalamu kidogo. Inawezekana kabisa msimu huu ukawa ndio msimu ambao Simba Sports Club tumefanya usajili bora kuliko misimu ya hivi karibuni, na hii ni kutokana na takwimu zinazoendelea katika mechi mbalimbali za